ama hatukubaliwa? Si tu kufurahi na Idi, naam, Idi ni furaha, lakini jiulize, yale uliyofanya mwezi mzima yamekubaliwa? Na ndio hali ya watu wema walivyokuwa katika istithmar, kupata matunda ya Ramadhani. Bali baadhi yao wasema bi'sa alqaumu la ya'rifuna Allaha illa fi Ramadhan, ole uovu wa watu ni wale ambao kwamba hawamjui Mwenyezi Mungu isipokuwa katika nini? Mwezi wa Ramadhani. Ikiwa wewe ulikuwa waabudu Ramadhani, Ramadhani katfata, imemalizika. Sasa hivi mbakie ni mola wa Ramadhani. Kunu rabbania, kuweni ni mwenye kuabudu Mwenyezi Mungu milele. Wala takunu ramadhania, musiwe ni watu wa Ramadhani msimu wa Ramadhani. Hii ndio nasaha kubwa katika maisha, tuishi na Ramadhani kuanzia kutoka mpaka ifike Ramadhani. Na ndio utaona ulama wetu na salafuna salih wetu walikuwa wakiomba Mwenyezi Mungu, yaduuna Allaha 6 ashhuri an yuballighahum Ramadhan, wa yaduuna Allaha 6 ashhuri an yuqbala minhum au an tataqabbala minhum. Walikuwa wale wema wetu walikuwa wakimwomba Mwenyezi Mungu miezi 6 ili awafikishe Ramadhani, kujua faida ya nini? Ya Ramadhani. Na walikuwa wakimwomba Mwenyezi Mungu baada ya Ramadhani miezi 6 ili watakabaliwe zile amali zao. Kwa hivyo kuanzia Shawali mpaka miezi 6 wao muomba Mwenyezi Mungu awatakabalia amali zao, angalia hali za faida ya nini? Ya Ramadhani. Na wakimwomba baada ya miezi 6 kufika katika Ramadhani ambao ndoingia, ili Mwenyezi Mungu afanye nini? Awatakabalie kutokamana na nini? Na Ramadhani. Kwa hivyo wafikishwe katika Ramadhani na watakabalie katika Ramadhani. Hii ndio faida ya Ramadhani. Kwa hivyo bi'sa alqaumu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan, uovu ni wale watu ambao la ya'rifuna Allah, hawamjui Mungu illa fi Ramadhani, isipokuwa Ramadhani. Na hali ndio ilivyo katika maisha yetu, haluna wa halu aslafina fi wada'i Ramadhan, hali zetu sisi na hali za waliopita waliotangulia katika wema kuaga mwezi wa Ramadhani ni tofauti. Wao walikuwa wanathabati katika mwezi wa Ramadhani, walikuwa kidumu na zile ibada, wakifanya mazuri baada ya Ramadhani. Sisi leo watu ita alhaya. Jana pia kuna watu waliita alhaya. Alhayau min aliman, haya ni kutokana na nini? Na imani. Kama kwamba Mungu amewatamsha kwamba nyinyi hamuna haya. Leo kuna watu wameshaagizia makilo ya mugoka na magati. Leo ikiwa bangi haivuti kuanzia siku hiyo, leo ndio siku ambayo Bob Marley atafufuka katika kaburi lake. Kwa hivyo ni maisha ambayo tumejichagulia kwamba kila mmoja ameshapanga la kufanya baada ya usiku wa leo, ama usiku wa leo afanye nini, hata kesho na kesho kutwa. Kwa hivyo ulama watuonyesha bi'sa alqaumu la yarifuna Allah illa fi Ramadhani, waovu zaidi katika watu ni wale ambao hawamjui Mwenyezi Mungu isipokuwa katika Ramadhani. Wallahi, kulikuwa na utulivu, kulikuwa na imani, kulikuwa watu ni mutawadhiuna, ni watu wenye unyenyekevu, alkhashiuna, wamcha Mungu. Lakini ucha Mungu huu umeenda wapi baada ya Ramadhani? Wa hakadha. Jambo la kwanza ni taqwallah, ni kumcha Mungu. Katika faida ya Ramadhani ni taqwallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambie la'allakum tattaqun, katika kutuelezea saumu, kutufaradhia, tuambie la'allakum tattaqun. Taqwa ndio tarbiyatul ramadhania, ndio malezi katika Ramadhani. Kwa hivyo wewe, je, katika faida ya Ramadhani umetoka na takwa ya ucha Mungu na utaendelea nayo? Hii ndio faida. Na ndio utaona Waislamu walikuwa wakiacha chakula, wakiacha kunywa, wakiacha kulala mchana wa Ramadhani, kufanya shahwa zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu akamwambia, mimi ndio nitaweza kuilipa saumu hiyo, saumu li wa ana ajzi bi, mimi ndio tailipa hiyo saumu kwa ajili ya nyinyi kuacha chakula chenu, kwa ajili ya nyinyi kuacha kinywaji chenu, kwa ajili ya nyinyi kuacha shahawati zenu. Lakini tujiulizeni, baada ya Ramadhani hii takwa enda wapi? Si ile takwa tuliokuwa nao, tulikuwa tukijizuia kwamba
Kwani ulikuwa huwezi kuingia pahali pa faragha kuna maji? Huwezi faragha. Kuna wangapi ambao ungia mahoteli wakajificha wakala ndani ya Ramadhani? Lakini umejizia kwa ajili ya ucha Mungu, ndio ulokusababisha wewe ufanye nini? Uache yote. Lakini baada ya Ramadhani, ni kwa nini baada ya ukarudi ukawe muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Al-Imam Ali karamallahu wajha atuambia, at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil, taqwa ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, wala amalu bitanzil, na kufanya amali kwa mujibu wa Qur'ani namna inavyotaka, wal istidad li yawmi ar-rahil, na kujiandaa siku ya mwisho, safari nzito. Sasa haya mambo matatu yamekuwezesha wewe kupata faida ya takwa. Kwa hivyo ikiwa umepata fa ahlan wa sahlan, ikiwa ukupata ni hasara ambao umeipata. Bauda man adraka Ramadhan falam yughfar lahu, amekalia mbali na rehema za Mwenyezi Mungu, ambaye ataipata Ramadhani asisamehewe. Je, wewe uko katika fungu hilo? Na fungu kama hili ni lazima uwe na takwa. Tathiru alqulubi min adh-dhunubi wal maasi, jambo la pili ni kujitahirisha wewe moyo wako au mioyo yetu kutokamana na maasiya na dhambi ambazo tulikuwa tukizifanya. Ramadhani ilikuwa ni fursa ya maghfira. 10 la pili, 10 la kwanza ni rahma, sio? 10 la pili ni maghfira. Ulitubia taubatan nasuha, baada ya kutubia ukawa wewe ufanya ukithirisha kufanya ibada, kuita idhkari, ukautakasa moyo wako na madhambi na uchafu. Baada ya Ramadhani, kwa nini umerudi kwenye madhambi? Jiulize swala. Ikiwa ulikuwa wewe umeacha yote hayo, umetakasa moyo wako, kwa nini moyo wako baada tu kuingia Idi tayari umeingia kwenye madhambi na maasi? Jiangalie kwamba faida ya Ramadhani hukuipata na hali ya kuwa wewe umefanya kazi ya bure. Kwa hivyo tathiru qulub ni kitu kikubwa katika maisha. Tatu, ta'widu nafsi ala sabri wa tahammuli almashaqqa. Ramadhani yatufundisha kuizoezesha nafsi juu ya subra na kubeba yale mazito. Si subra tu, ni shahru sabri, ni mwezi wa kusubiri. Ni vipi kusubiri? Ni kwa sababu wamuona mwanamke huyu mchana wa Ramadhani na hali ya kuwa wewe humtamani. Subiri katika juu ya taa. Ulikuwa katika tarawih ukosikani, wasubiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wasabru ala almashaqqa, mtu akikutukana wamwambia inni saimun, nimefunga. Hakadha bidhalika yusbihu muslimu aqwa min almuwajih au muwajahatin almasaib alhayat. Ndio ikafika katika Muislamu akapambazukiwa kwamba kupata nguvu ya kulekea katika maisha yake kwa yale mazito aliyoyapata. Lakini tujiulize suala, baada ya Ramadhani yaenda wapi subra kama hizi? Ziyadatul imani wa taqwiyatu sillati billah, kuzidisha imani na kuwa na nguvu na mafungamano, connecting zile ambao kwamba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujiconnect na Mwenyezi Mungu, mafungamano na Mwenyezi Mungu, ambao Ramadhani ilikuwa ni wewe hutoke katika swala ya qiyamul layli. Qiraatul Qur'ani haikupiti, kila masaa wewe wataka kusoma Qur'ani. Fayazdadu imanu, ikazidi imani yake Muislamu kwa sababu ya haya mambo. Na ni taban ndio ilivyo, ukiendelea na ibada kudumu kusoma Qur'ani kwa tadhkari, imani yako fanya nini? Yazidi. Wayashuru biqurbihi min rabbihi wa tasfu ruhuhu, ikawa ni yenye kurubisha wewe na Mwenyezi Mungu na kusafisha roho yako. Sasa tujiulize, baada ya Ramadhani Qur'ani ilienda wapi? Leo usiku itakuwa ni siku ambao Qur'ani itagurwa, misikiti ndio itaatwa, adhkari ndio zitaenda zake, sadaka ndio mwisho wake, bye bye wa hakadha. Sasa ikiwa wewe katika Ramadhani ilikuwa ni ziyadatul imani wa taqwiyatu sillatu billahi, ikawa wewe ni katika miongoni mwa kuzidisha imani na kuwa na nguvu na connection na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya Ramadhani ulikuwa vipi? Al-ihtiyadu ala qiyam al-layli wa tilawati al-Qur'an, kuizoezesha kwamba wewe ulikuwa ufanye lakini ukausoma Qur'ani, ukausimama qiyamul layli katika Ramadhani, salatu tarawih hazikupiti, ukawa wewe ni mtu katika watu ambao ufanya wema.
Je, baada ya Ramadhani yako wapi? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia athabatu fi dini ndio kitu kikubwa, kuthubutu katika dini ndio kitu kikubwa. Ndio Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Hakuna kupumzika katika ibada. Usiseme tumetoka katika Ramadhani, mwezi wa Ramadhani basi kuna mapumziko. La, hakuna mapumziko katika ibada, bali ibada ni kila siku. Wa'budu rabbaka, muabudu mola wako au mlezi wako, hatta yatiyaka al-yaqin, mpaka yakuje wewe mauti. Wakati watola roho yako pale ndio ibada yako ishafanya nini? Ishakatika. Lakini tuangalie katika maisha, athabatu fi dini baada Ramadhani, kuthubutu katika dini baada ya Ramadhani. Sisi maisha yetu ambao kama mtu alikuwa akiswali rakaa 20 za tarawih, qiyamul layli rakaa 8, akisoma Qur'ani kwa siku juzu 2, juzu 1, juzu 3, lakini zimeenda wapi? Hili ni suala tujiulizeni Waislamu, kwa sababu imani zetu tumeziweka katika Ramadhani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonyesha hata ikiwa tutatoka katika Ramadhani tumehitimisha juzu 5, 6, 4, 3, qiyamul layli tukiswali 8, tarawih 20, tukitoa sadaka pesa za ziada na chakula cha ziada, lakini katika Ramadhani tusikose kufanya haya tunayoyafanya, kwa sababu itakuwa alamatul qubuli katika Ramadhani tumeikosa. Ulama wamesema katika alamatul qubuli, miongoni mwa alama ya kukubaliwa kwa Muislamu ni zamani atoke katika Ramadhani ametoka na jambo katika Ramadhani. Ukileta istighfar, uendelee kuleta istighfar. Ilikuwa wewe ufungi Jumatatu na Alhamisi, lakini ukaendelea kufanya nini? Ufunga. Hii ndio alamatul qubul. Wa qiraatul Qur'an, ukiendelea kukithirisha, lakini ukauacha kusoma Qur'an, uendelea kusoma hata kama ni kidogo kidogo. Wa hakadha, ibada zote ukizifanya katika Ramadhani, huwa habul amali ila Allah adwamuha wa in khalla. Amali bora inapendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ile chache, wa in khalla, hata ikiwa ni chache. Habul amali ila Allah, amali bora inapendekeza kwa Mwenyezi Mungu, adwamuha, ni ile yenye kudumu, wa in khalla, hata ikiwa ni chache. Swali raka 2 tu za tahajjud kuliko yule anaoswali raka 20 na kupanda mbele, mwisho wake akaacha kuswali. Soma kara moja tu kwa siku, lakini hakikisha umefanya nini? Umesoma, kuliko yule ambao soma juzu 3, 4 kisha baada siku kadhaa akafanya nini? Akaacha. Toa sadaka shilingi 50, 20, 10, lakini udumu nao, kuliko kutoa maelfu kisha baadaye uwe ni mwenye kuacha. Wa hakadha, ndio namna athabatu fi dini, kuthubutu katika dini baada Ramadhani. Lakini tusidanganye tukao katika Ramadhani tumefunga, tumesoma Qur'ani, tumetoa sadaka, tumeamrisha mema na tumekataza mabaya, tumeeta istighfar, tumetoa tulichotoa, tumefanya tulichofanya, kisha baadaye katika Ramadhani tukawa ni watu hatuna chochote. Tukimalizia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambia waumini wenye sifa kama hizi, akaambia walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Walladhina yu'tuna, na wale ambao hutoa, ma atau, kwa kile walichopewa, wa qulubuhum wajilah, na nyoyo zao zina hofu kwa kile walichokitoa, kimekubaliwa ama hakikukubaliwa. Nimeswali, imekubaliwa swala yangu ama haikukubaliwa. Nimefunga, saumu yangu imekubaliwa ama haikubaliwa. Sadaka yangu niliyoitoa imekubaliwa ama haikubaliwa. Maneno yangu niliyotoa na saa yamekubaliwa hakubaliwa. Maata wa qulubuhum wajila. Kisha na jambo lingine ambalo lawatia hofu, wa annahum ila rabbihim rajiun, kwamba wao watarudi kwa Mwenyezi Mungu siku hiyo, watakwenda kuulizwa kila alichokifanya. Na hakadha ndio kama Sayyidina Ali na ulama wengine salafuna salih wazungumza katika miongoni mwa Idi, katika mambo ambayo walikuwa wakiyafanya, wakisema manil maqulu minna fatuhanna
Ni nani ambaye alokubaliwa amali yake sawa sawa? Fatuhanna, tumpe tahnia, tumpe congratulation. Wa manil matrudu minna, waliyadhu billahi min dhalik. Mwenyezi Mungu asitujalie ni wenye kuregeshewa amali zetu. Wa manil matrudu minna, na nani aloregeshewa amali yake? Fatuazza, tumpe taazia. Wallahi ni msiba mkubwa, upate mwezi wa Ramadhani usikubaliwe amali zako, na ndio utaona ndio msimamo wa watu wema juu ya kuwa wao wamefanya msimamo kamili wa Ramadhani na wamefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini wana hofu, wasema nil makbulu minna. Sisi tusemeje jamanini zama za sasa, ikiwa wao walikuwa kusema nil makbulu minna fatuhanna, ni nani alokubaliwa tumpe congratulation, sisi tuseme nini kwa zama za sasa? Maisha yetu yametushughulisha ndani ya Ramadhani, tunashughulika na mambo sio ya Ramadhani. Manil makbulu minna fatuhanna, ni nani alokubaliwa tumpe tahnia. Wa manil matrudu minna, na nani ambao alioregesha amali zake tumpe taazia. Hakadha ndio nataka katika maisha yetu kama Muislamu, ili uweze kujengeka katika Ramadhani. Lakini ikiwa tutaishi katika maisha ya mfumo kwamba sisi Ramadhani yaingia yamalizika, basi tutakuwa tumepoteza lile lengo la Ramadhani. Mwenyezi Mungu atutakabalia amali zetu na atujalie katika minas salihin, wala taj'alna minal matrudin, na Mwenyezi Mungu tujalie minal maqbulina insha Allah taala, na Mwenyezi Mungu ajalie Ramadhani yetu iwe ni Ramadhani mpaka Ramadhani insha Allah, na Mwenyezi Mungu atujalie atupe uhai tuipate Ramadhani nyingine. Na ikiwa pengine katika sisi ikiwa mmoja ni mimi, maana useme pengine imamu bana ama khatibu akujitaja, mmoja ni mimi, ikiwa tutaondoka kabla ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima inda al-maut, atukhitimisha na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insha Allah taala min al-aminin, na aturidhie na yeye. Manake kitu kikubwa ni kuridhiwa na Mola, baada ya kuwa amekukubalia akuridhie. Na ndio ule sahaba mmoja alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu kila siku, akimwambia mimi hata siku ya Kiyama ukiwa utanitia motoni, lakini naomba radhi zako ya Allah. Nani alopata radhi za Mwenyezi Mungu aingie motoni? Asema hata ukitaka mimi baada ya kutoka katika dunia unitie motoni, niko radhi na wewe ya Rabbi, sitolalamika, lakini nipe radhi zako, na sitomuomba radhi zake ya Allah. Wagonjwa wetu Mwenyezi Mungu ape shifa, maiti zetu Mwenyezi Mungu awarahamu, lakini na mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amtatulie, na watoto wetu Mwenyezi Mungu awaongoze, na ndoa Mwenyezi Mungu awasuluhishe. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu wema, na Mwenyezi Mungu atujalie ni katika watu waovu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.